Idhisha. Haya yatakuwa yanakujia ndani ya muda usiokuwa mrefu. Karibu, jina langu ni Hadia Mwasiwa. Na tukianza sasa, tuanze na taarifa ambazo zinagonga vichwa vya habari, tukizamia hili ambapo mgomo wa wafanyikazi wa vyuo vikuu umeingia wiki ya 6 ukisambaratisha shughuli za masomo katika vyuo vikuu kote nchini. Kileo kilichoanza kama madai ya malimbikizo ya mishahara sasa kimegeuka kuwa mvutano mkali kati ya wafanyikazi hawa wa serikali na vile madarasa yakiwa yamebaki matupu, hali inayoleta wasiwasi kuongezeka na hatima ya maelfu ya wanafunzi ikiwa imo katika giza. Tutazame taarifa ifuatayo. Mvutano kati ya wafanyikazi wa vyuo vikuu na serikali unaongezeka, huku taasisi kadhaa zikichukua hatua kali kwa kutoa barua za kusimamishwa kazi kwa wafanyikazi waliogoma. Mgomo huo wa kitaifa ambao sasa umefika siku 36 unaonekana kutokuwa na mwisho. Chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu WASU kimelaani vikali hatua hizo za kinidhamu, zikitaja kuwa mbinu za vitisho na kusisitiza kwamba hakitaacha mgomo hadi serikali ilipe deni la shilingi bilioni 7.9 wanazodaiwa. Expected intimidations, they do not amount to anything. We are not scared of those letters, and we have always appealed to our members. Do not be scared of those show cause letter. Haya yanajiri baada ya wafanyikazi 40 katika chuo kikuu cha ufundi cha Kenya wakisimamishwa kazi kwa kushiriki katika mgomo huo. Wahadhiri kutoka vyuo vya Dedan Kimathi na Karatina pia wameathiriwa na adhabu hiyo. Disciplinary actions to those who are not teaching because the strike is illegal. Kiini cha mvutano huo wa kitaifa ni madai ya kwamba serikali imeshindwa kutekeleza makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017 hadi mwaka 2021. Wafanyikazi wa vyuo wanataka kulipwa deni la shilingi bilioni 7.9 na pia wanasukuma kuanzishwa kwa mazungumzo mapya ya mkataba wa malipo kwa kipindi cha mwaka 2025 hadi mwaka 2029, wakiyataka kama mapambano mapya ya usawa na heshima katika taaluma hiyo. And the strike will continue until we get 7.9 billion. Imebainika pia kuwa baadhi ya vyuo vikuu vinakabiliwa na aina mbili za mgomo, ambapo wafanyikazi wanashiriki mgomo ya kitaifa na ule wa ndani ya taasisi hizo kutokana na malalamiko ya kiutawala na maslahi. Kadri mgomo unavyoingia wiki ya 6, madarasa yameendelea kuwa matupu, hali inayozua sitofahamu kuhusu lini masomo yatarejewa. Wanafunzi wamepoteza takribani nusu ya muhula, huku hofu ikiongezeka kuhusu jinsi taasisi zitakavyoweza kufidia muda uliopotea na kurejesha hali ya kawaida ya masomo katikati ya mgogoro huu unaoendelea.